Hagai mlango wa 2 na mstari ule wa 8. Nipate msomaji. Hagai mlango wa 2 na mstari ule wa 8. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Hagai mlango wa 2 mstari wa 8. Inasema, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Amen. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Meaning hii fedha ni mali ya Bwana. Hii fedha ni mali ya Bwana. Amen. Na kuna uwezekano katika hii fedha, kuna uwezekano wa wewe kutumiwa na hiyo fedha ama wewe kuitumia hiyo fedha. Kuna uwezekano wa wewe kuitawala hiyo fedha au wewe utawaliwe na hiyo fedha. Amina. Na utakapotawaliwa na hiyo fedha, ina maana ya kwamba tunaambiwa kwamba fedha ni mali yangu. Sisi hapa hivi ni kama wasimamizi tu. Kwa hivyo huenda wakati unapotawaliwa na hiyo pesa ama unapoongozwa na hiyo pesa, kuna uwezekano wa Mungu kufanya nini? Kuichukua ile mali, kwa sababu ni mali ya Bwana. Amen. Ningependa ujue kwamba katika hii pesa au hii fedha, ili ushinde majaribu yenye yako katika hii fedha ama ushinde vitu vibaya vyenye vinapatikana katika hii fedha ni nzuri tena ni mbaya. Lakini ili ushinde vitu vibaya katika hii fedha, ili fedha isikutawale, lazima uwe mwaminifu, lazima uwe mtu wa kuridhika, na lazima ujue kwamba wewe ni msimamizi tu. Anaweza kunyakua huo utajiri wako uko nao na kambariki mtu mwingine. Haleluya. Labda niulize tu swali kwa mwalimu wetu hapa Mr. Dickson. Wewe ukipata fedha ama mshahara wako mwisho wa mwezi, wewe unautumia kivipi? Bwana asifiwe. Hiki ni swali zuri. Kitu cha kwanza kabisa, nikipata mshahara wangu mimi, kile kidogo ambacho wanapata kwanza wanaanza na madhabahu kwa Baba Emmanuel, alafu kile ambacho kwamba kinabaki, kuna ile mipango nimepanga katika maisha yangu, kama kuna savings, kama kuna zile monthly contribution katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo huwa ndo unapanga mshahara wangu. Amen. Yeye amesema kuwa anaanza na madhabahu ya Mwenyezi Mungu, kisha itakayobaki sasa anaingia katika matumizi yake kama vile savings, yani na vitu kadhaa kama kulipia watoto karo. Lakini kwanza kabisa ameanza na nini? Na madhabahu ya Mungu. Haleluya. Inapasa kuwa hivi. Once umechukua ule mshahara wako na ukaanza mambo yako before ukuje katika madhabahu ya Mungu, kumbuka ile ni fedha. Sisi tumebarikiwa, sisi ni kama wasimamizi tu. Once umeichukua ile fedha yako ukasahau kuwa unafaa kutoa fungu la 10, unafaa kukumbuka labda mtumishi wa Mungu, unafaa kuchangia mambo kadha katika nyumba ya Bwana, unafaa kusaidia. Lakini moja nataka nikuambie, kama wewe ni tajiri, acha utajiri wako ujulikane ni wa kusaidia watu, wa kutoa, lakini si utajiri wa kufanya anasa na kufanya mambo ya dunia. Biblia inatuambia kwamba shina kuu la balaa na matatizo ni fedha. Ukiona mtu anafanya usherati, ujue ni fedha, yani fedha ndio chanzo. Ukiona mtu ukiona kama ni vijana wanaingia katika anasa, wanaingia katika hizi maandamano, kuna kiwango fulani wanga wanaidiwa. Tunamuona Judas mahali pale, yule mkuu anauliza ni nani atakaye kwenda kumsaliti Yesu. Lakini Judas alipoahidiwa kuwa atapewa kiwango fulani cha fedha, hii fedha ilitoa yani uhusiano wake na Mungu. Hii fedha inaweza kutoa katika roho wa Mungu. Hii fedha inaweza kuharibu hata ndoa yako. Usiporidhika, usipokuwa mwaminifu, hii fedha hii inaweza kuharibu mambo mengi tena sana. Haleluya. Amen. Kitabu ya pili ilikuwa ni 1 Timothy mlango wa 6 mstari wa 7. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 7. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 7 inasema, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu.
Amen. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Kwanza kabisa tumesoma tukaona fedha ni mali ya Bwana. Timotheo hapa anatuambia kwamba kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Amen. Mali ulio nayo hauwezi toka nayo hapa duniani. So ukiwa unatumia hiyo pesa, angalia isikutumie wewe. Amina. Angalia isikuendeshe vibaya. Haleluya. Amen. Katika fedha kuna vitu vingi kama vile utajiri. Ni katika pesa kuna utajiri. Utajiri huo una magari, una majumba. Magari hayo, majumba hayo yamenunuliwa na nini? Na fedha. Katika huo utajiri lazima kuna kazi. Biblia inatumiza tufanye kazi kwa bidii. Amen. Na vile vile katika ulimwengu wa sasa kuna wale wenye wanataka kuwa matajiri lakini hawataki kufanya kazi. Wanaingia katika vitu vya dunia ama vitu visivyompendeza Mwenyezi Mungu. Wengine nao wanaingia katika dini wakifikiri kuwa dini ni kujinufaisha, kuleta ile fedha. Wanafikiri kuwa ile sadaka inayotolewa kwa mhubiri ni kuleta utajiri. Wengine wanaanza misuse the Holy Spirit. Wanaanza kumtumia vibaya. Wanaanza kutabiri mambo ya uongo ili kufanya nini? Kupata ile pesa. Haleluya. Natumani kufikia hapo mmenielewa fedha vizuri. Hasa nataka tuangalie kanuni za fedha. Principles za fedha ama kanuni za fedha. Principles of money ama kanuni za fedha katika Biblia. Nitazisoma ziko 4, nitazisoma kwa haraka, alafu tutaanza kuchambua moja baada ya moja. Ya kwanza ni uaminifu. Pesa ni mtihani wa uaminifu. Ya pili ni kuridhika, kuishi bila upendo wa pesa. Kitu cha tatu, kazi. Biblia inahimiza tufanye kazi kwa bidii. Pointi ya 4 ni usimamizi. Kila kitu ni cha Mungu, sisi ni wasimamizi tu, ambayo tumeiona hapo Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 7, na kwamba hatukuja na kitu duniani. Hiyo inatudhihirishia kwa sisi ni wasimamizi tu. Praise God. Tuanze kufafanua sasa hizi kanuni zetu, tukianza na kanuni ya kwanza ambayo ni uaminifu. Unaletaje uaminifu katika hii fedha? Ili ulete uaminifu katika hii fedha, kitu cha kwanza tunaangalia ni hekima ya fedha. Amina. Hauwezi kuwa mwaminifu katika fedha kama hauna hekima ya fedha. Haleluya. Amen. Na naletaje hii hekima ya fedha? Ama naipataje hii hekima ya fedha? Kwanza kabisa unafaa utambue hii fedha ni mali ya Mwenyezi Mungu. Amina. So unafaa umheshimu Mungu kwa hiyo mali yako ili kuleta ile nini? Ile hekima ya fedha. Amen. Kwanza kabisa kitu tunaangalia ni kutoa. Nafaa ujue kwamba katika huo mshahara wako, Biblia inasema anayefanya kazi anastahili malipo. Katika mshahara wako unaopata, kitu cha kwanza ni kutoa ili ulete ile hekima ya fedha. Amina. Unapotoa, Mungu anakupa hekima ya fedha. Anaenda kuongoza jinsi ya kutumia ile fedha. Anaenda kuongoza jinsi, hata labda utaona na hii ni kidogo, labda haitatosha, nitaigawanya kivipi? Lakini baada ya kutoa, Mungu anaenda kupa hekima ya hiyo fedha, hekima ya kutumia hiyo fedha. Kwa hivyo kupitia kutoa, kumheshimu Mungu kwa mali na malimbuko. Amina. Hiyo utaipata katika kitabu cha Mithali 3:9 mstari ule wa 10. Mstari wa 9 hadi wa 10. Mithali 3 mlango wa 3 mstari wa 9 hadi 10. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Mithali mlango wa 3 mstari wa 9 na wa 10. Inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mstari wa 10, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Amen. Ni mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Hata kwa hayo mazao yenye yako shambani, hizo mimea zenye umepanda, uanga tunaanzanga na kununua mbegu dukani tukitumia hii fedha.
Kwa hiyo tunaambiwa muheshimu Mungu kwa mali na malimbuko. Once umemheshimu Mungu katika kutoa, hata ukaona yenye imebaki ni kidogo, anaenda kuzidisha. Amen. Na anapokuzidishia anakupa hekima sasa ya kutimia ile fedha, kwa sababu umefanya nini? Umemtolea. Unapomtolea ni ishara ya kujua umefahamu kuwa hii ni mali ya Bwana, so nafaa kurejesha pia mimi ili niongezewe. Praise God. Amen. Unapotoa kwa uaminifu kuna baraka tele. Tumeona kuna baraka tele kama vile za kuzidishiwa na kupewa hekima ya fedha na jinsi ya kutumia. Unaona ya kwamba biashara zinapanuka. Kuna watu wanajiuliza ya kwamba mbona mtu fulani amefungua duka lake juzi na linaendelea. Mimi nilianza sijui lini. Huyu mtu ni kama kuna kitu anatumia. Lakini mchawi ni nani? Ni wewe mwenyewe. Amina. Mchawi ni hii fedha. Kwa sababu umekosa uaminifu, umekosa kujua jinsi ya kuitumia, na umekosa ile hekima. Amina. Haleluya. Amen. Katika hekima ya fedha lazima uwe mwaminifu kwa kile kidogo na kwa kile kikubwa pia. Amen. Kuna watu wanaona ya kwamba labda kwa hiki kidogo leo ni kidogo, nikitoa haitatosha. Pasipo kujua kwamba katika kutoa kuna kuzidishiwa. Na kuna watu pia wakipata kile kikubwa wanamsahau huyu Mungu. Kuna siku mzee kanisa alikuwa anahubiri, asema kabla hujaipata hii pesa, akasema ya kwamba unaanza kusema wewe mwenyewe, nitafanya kitu fulani, nitafanya kitu fulani. Kumbe ni nafsi inasema. Ni kwa nini hii nafsi inasema? Kwa sababu ile pesa imekutawala, ile pesa inakuongoza. Haleluya. Amen. Nafsi ndio inasema nitafanya kitu fulani. Lakini unapoipata hii fedha, kwa sababu ni nafsi ilikuwa inaongea, umekosa ufahamu wa kwenda kumtolea Mwenyezi Mungu. Unajipata unaingia katika anasa za kidunia, unajipata unaingia katika mpango wa kando, unajipata kama ni mama, yani umetoka tu kwa ndoa yako, kisa na maana ni fedha. Haleluya. Kwa hivyo katika hii fedha tunapaswa kuwa waaminifu. Unapokuwa mwaminifu unaleta hekima. Hekima ya hii fedha. Unapokuwa na hekima ya hii fedha, kuna uwezekano wa wewe kuiendesha vizuri. Haitakuongoza kamwe. Haitakuongoza hata kidogo. Amen. Kuna tajiri mmoja akaanza kumuuliza Yesu, nitafanyaje ili niurithi ufalme wa mbinguni? Alikuwa na mali zake. Alikuwa ni tajiri. Lakini sasa Yesu akamwambia usifuate kanuni za Mungu, kama vile usizini, usifanye usherati, vitu kwa hizo. Ushajiuliza kwa nini aliambiwa usizini, usifanye usherati, usifanye vitu kama hizo? Kwa sababu alijua hii fedha ukikosa uaminifu, ukikosa kuridhika nayo, utaingia katika hizi vitu. Lakini yule bwana akamwambia ya kwamba nimefanya hivyo vyote tangia utoto wangu. Akamwambia kitu chengine, basi fanya hivi, chukua hizo mali zako, uza zote, ugawanye fedha zako. Yule bwana akaondoka na huzuni. Kwa nini aliondoka na huzuni? Aliondoka na huzuni kwa sababu ile fedha imemtawala, na imemtawala kwa sababu hayuko mwaminifu. Ameshindwa kuridhika. Tumeambiwa na Biblia kwamba unapokuwa na hiyo fedha, unapokuwa tajiri, basi na ujulikane wewe ni tajiri wa kugawanya, tajiri wa kusaidia wenzako, bali si utajiri wa kujionyesha. Haleluya. Amen. Tuende katika pointi ya pili ambayo ni kuridhika. Katika kuridhika tutaangalia kuishi bila upendo wa pesa. Katika kuridhika huonyesha utaratibu na kiasi. Unaporidhika na kile kidogo, hautakuwa na tamaa. Mhubiri anatuambia kwamba apendaye fedha hata shiba fedha, na hata akiongezewa nyongeza hata tosheka na hiyo yenye ameongezewa. Kwa sababu amekosa kufanya nini? Kuridhika. So kwa hii pesa tunafaa kujua, tunafaa kuridhika na chenye tunapata. Amen. Tunaona kwamba ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu unapata watu wameketi katika vile vibaraza. Unapata labda ni mama ama ni wasichana wako mahali pale, wameketi pale, wanavunja mahusiano kwa sababu ya pesa. Unaanza kuulizana, wewe unaachianga ngapi? Mimi naachianga 200. Unaweza kuona na mbona huyu anaachiwa nyingi, mbona mimi naachiwa kidogo? Hasa kwa sababu umekosa ule uaminifu na hujaridhika, utatoka na utaanza kufanya nini?
kufuata mambo mengine. Umevunja ndoa, hujavunja, Nimevunja. kwa sababu ya fedha. Amina. Na watu wengine wanarudi, wasichana wanauawa, that's because of money. Mtu anaona kwamba alimwacha ex wake kwa sababu ya nini? Hakuwa na pesa. Lakini sasa amepost vitu zingine, akaona na siku hizi ameendelea, lakini ile pesa inamvuta. Na nikwambia kwamba hii fedha haina uhai, lakini inaongea. Pesa, watu wanasema pesa inaongea. Pesa inaongea. Mtu ni mlevi, yani unaangalia tu kabisa, wewe msichana unajangalia umeokoka, lakini unaangalia huyu mtu ni mlevi, lakini kwa sababu ile pesa, pesa tu ndio inaongea. Pesa ndio inakuvuta. Pesa ndio itakufanya uingie kwake. Hiyo pesa, hiyo fedha. Amina. Inakupima. Mtu anarudi kwa ex wake kwa sababu ya pesa. Anaona sasa hii ameendelea, acha nirudi. Msichana anarudi mahali pale, anaenda na uwao. Msichana, hizi cases zinatokea bure. Kiini, Biblia inasema shina kuu la matatizo na baa ni fedha. Hilo ndio shina kuu. Katika hiyo ndoa unaona leo nimelala njaa. Badala ya kuvumilia, badala ya kuridhika na kile ambacho umepata, kutoridhika kuna kufanya sasa unatoka, unaenda kutafuta watu wengine wenye wako na nini? Na pesa. Pasipo kujua hii pesa ili uipate lazima uifanyie kazi. Amina. Ni kazi gani unaenda kufanya tu ya bure, upewe tu pesa ya bure? Hakuna. Lazima ufanye kazi ndiposa upate hii pesa. Na ni kazi gani hiyo ambayo utapewa? Wewe tu umeenda pale, mtu watu hata labda hana kazi ya kukupa. Ni kazi gani atakupa? Ni kazi gani atakupa? Una end up labda kukuchafua mwili wako kwa sababu ya pesa. Wengine wameingia katika dini zisizoeleweka. Wanaona kuwa Baba Emmanuel huwa anatutabiria kila siku na tujaipokea. Acha niende sijui ni kwa nani nitapokea. Pasipo kujua, pasipo kujiuliza, je, hii fedha inatoka wapi? Umeifanyia kazi gani ndio uipate? Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika pesa unafaa kuridhika. Na ili uridhike, lazima kwanza kabisa uzingatie kanuni ya kwanza ambayo ilikuwa ni uaminifu. Amina. Haleluya. Amen. Kutoridhika. Ningependa tuangalie kutoridhika. Kutoridhika, tumeangalia kuridhika ni kwamba uonyesha kiasi na utaratibu ama umetosheka. Kutoridhika nitatumia kitabu cha Mhubiri 5:10. Mhubiri anatuambia kwamba everything is meaningless. Kila kitu ni ubatili. Unajishughulisha na hizi kazi za duniani, hiyo yote ni nini? Ni ubatili. Tusome kitabu cha Mhubiri 5:10. Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 10 inasema, apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Hayo pia ni ubatili. Amen. Tunaona kutoridhika huleta ubatili. Kama unapenda fedha, hautaishiba hii fedha. Na hata ukiongezewa, hautawahi shiba hata hiyo nyongeza, kwa sababu hujaridhika. Na tumeona kwamba kama hujaridhika, it means pia hauko mwaminifu. Amina. Umeongezewa hiyo fedha. Umeongezewa hiyo fedha kwa sababu hujaridhika, yani ya kutoridhika. Na umekosa uaminifu. Unapokosa uaminifu, utasahau madhabahu, utasahau kusaidia wengine, na utaanza kujivuna kwa sababu ya kutoridhika. Pasipo kujua chenye unafanya ni ubatili. Chenye unafanya ni kazi bure. Mungu anakuambia kwamba maisha ni bure kabisa. Yaani tunajishughulisha na vitu ambavyo ni vya Mungu na tunamsahau yeye Mungu mwenyewe ndiye aliyetupa. Amen. Haleluya. Amen. Kutoridhika itakufanya uonyeshe upendo wa kinafiki. Kutoridhika. Amina. Itakufanya uonyeshe upendo wa kinafiki. Ile story ya Judas itatoka kitabu cha Luke 22, mlango wa Luke 22 mstari wa 1 hadi wa 6. Kutoridhika. Hakuridhika na ile maisha
ya Ukristo aliona sasa hapa anafanya kazi gani? Ni kwa sababu alikuwa na ile tamaa ya fedha ndani yake. Alikosa kuridhika na kile ambacho anakipata kutoka kwa Yesu. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 22 kuanzia penyewe. Inasema, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka. Mstari wa 2, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Mstari wa 3, Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Mstari wa 4, akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano. Amen. Hii fedha, hata bila kikao chochote, akakubali kumsaliti huyu Yesu. Hii fedha inatoa uhusiano wako na Mungu. Amina. Hii fedha ina uwezo wa kutoesha Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Amina. Hii fedha imefanya watu wameingia katika umati. Mtu ameokoka. Ninaposema unaingia katika umati, it means unajichanganya. Umeokoka, unajichanganya. Bila sema giza na nuru haviendi mahali pamoja. Haleluya. Amina. So hii fedha hutoesha Roho Mtakatifu, hufanya mtu akapotea, akamsahau huyu Yesu, pasipo kujua kwamba hii fedha imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Amina. Nitatumia mifano ya kidunia, katika dunia, na mifano pia kama kwa vijana, kwa watoto na kwa watu wenye wako katika ndoa. Tuone kutoridhika inasababisha nini. Amina. Ninaanza na mfano labda katika siasa. Tunaleta vurugu kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya kutoridhika na uaminifu. Hatuna uaminifu. Amina. Taa zenye zinachomwa zimenunuliwa na fedha. Kwa nini huyu mtu hakufikiria kusaidia mtu, kusaidia maskini, kusaidia wajane, kusaidia yatima? Akaenda kununua tires za kuleta vurugu. Akaenda kununua tear gas za kuleta vurugu. Kwa sababu ya nini? Kutoridhika na kukosa uaminifu. Amina. Haleluya. Amen. Wengine tunajilaumu, vijana wetu wanapotea, vijana wanauawa. Lakini tuendapo tambua kuwa tunafaa kuridhika, tunafaa kuwa na uaminifu katika hii fedha, vijana hawatakufa tena. Hapata kuwa na maandamano, hapata kuwa na vitu vya kuleta vurugu katika taifa letu. Haleluya. Amen. Tuendapo kujua kwamba fedha ni nini, ama fedha tunafaa kuitumia kiaje. Nitaanza na kwa watoto. Hii fedha kwa watoto, kutoridhika inaweza ikafanya mtoto akaacha shule, drop out of school. Amina. Hii fedha. Na huyu mtoto anakosaje kutoridhika, ama anakosaje hii hekima ya fedha? Inaanzia na pale kwa mzazi. Umemfundisha kutoa, umemfundisha kuwa mwaminifu. Amina. Umemwambia kwamba hii anafaa kujua hii ni kidogo, unafaa ubalance. Kuna mtoto mwenye ukimwambia leo nina pesa kidogo, haizi elewa. Kwa sababu amekosa kufanya nini? Kuridhika. Na mtoto hataridhika iwapo wewe mwenyewe hujaridhika. Unajua mtoto anaangalianga mtu mzima, anaangalia mamake. Kama mamangu ataridhika na ile 100 ambaye ameachiwa na babangu, mimi ndio niridhike kama nani? Haleluya. Amen. Unaona kwamba hii fedha inaongea. Katika vijana kupoteza tumaini na mtazamo wa kumtafuta na kumtimkia Kristo. Lose focus on Christ. Number 2, kutoesha Roho Mtakatifu na kuanza kupoteza mwelekeo. Tusome Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari ule wa 10. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10. Inasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha,
ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Amen. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Hii fedha ni shina kuu, nilitangulia, ni shina kuu la matatizo. Amina. Katika vijana kutoesha Roho Mtakatifu na kuanza kupoteza mwelekeo, kutawaliwa na mambo ya dunia, tamaa, dhambi. Hii pesa inaweza sakabisha mtu akajiua ama akaua mwenzake. Hii pesa kama ilimwezesha Yudas kumkana Yesu, wewe ndio itakosa kunini usipokuwa mwaminifu na usiporidhika. Haleluya. Amina. Katika wanandoa inaweza leta talaka au vita. Vita kwa sababu gani? Haujaridhika, umeachia hiyo 100. Haujaridhika, unaanza kuuliza mbona umeniachia 100 na wewe pasipo kujua ya kwamba kila kitu kila kitu na majira yake. Amina. Kuna wakati utaachiwa hiyo 100, kuna wakati utaachiwa hiyo 200, pasipo kujua kuna wakati wa shida na kuna wakati wa raha. Unaanza kufanya nini? Kumkejeli yule mtu, na pasipo kujua kuwa hiyo ni mali ya Bwana. Wakati Mungu naye ataona ya kwamba unamdharau mume wako kwa sababu ya nini? Ya hiyo fedha, ana uwezo wa kuiondoa kabisa. Amina. Ama ana uwezo wa kuizidisha, anaweza kazidisha, lakini ukakosa maarifa ya kuitumia. Amen. Haleluya. Amen. Na nawezaje kuridhika? Mtapataje kuridhika? Kwanza kabisa lazima maombi, umtangulize Mungu. Mtu akipata pesa uanga anashangilia na kukimbilia mabaya, pasipo kumkumbuka Mungu, pasipo kujua ni Mungu amembariki na hiyo fedha, pasipo kujua hiyo ni mali ya Mwenyezi Mungu. So katika maombi unauliza Roho Mtakatifu akuongoze katika hii fedha. Kwa hiyo ukipokea pesa yako usianze kusema, kwanza watu wengine uanga unachukua tu karatasi lako unaanza kufanya shopping pasipo kujua unamsahau Mungu. Amina. Pasipo kujua unafaa kutoa. Kwa hivyo ni kupitia kutoa na maombi utaweza kuridhika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kanuni ya 3 ilikuwa ni kazi, ambapo Biblia inatumiza kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii. Tusome mfanyakazi hastahili malipo. Tusome Timotheo wa kwanza 5:18. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 inasema 18 inasema, kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Amen. Tumeona mtendakazi astahili ujira wake. Amen. Lakini utapataje huu ujira? Ni kwa kupitia kufanya kazi. Kuna kazi aina tofauti tofauti. Katika Injili tunafaa kujua ya kwamba katika Injili mtu yeyote ambaye anachaguliwa anafaa kuwa hapendi fedha ama hapendi hii pesa. Na atakosaje kuipenda hii fedha? Ni kwa kuridhika na kuwa na uaminifu. Hapo Timotheo wa kwanza 3:8. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8 inasema, vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Amen. Si watu wanaotamani fedha ya aibu. Kwa hivyo pia katika hiyo kazi ya uinjilisti unafaa kujua katika hiyo fedha haufai kupenda hiyo fedha sana kuliko Mungu. Haleluya. Amen. Katika kazi tunapata kitu kama utajiri. Haleluya. Katika huo utajiri kuna hizi pesa. Na kuna mtihani wa uaminifu. Haleluya. Amen. Tusome Mathayo 19:24.
Kitabu cha Mathayo mlango wa 19 mstari wa 24 inasema, nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Amen. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kuna utajiri ni mzuri tena ni mbaya, na unafanywa mzuri na pesa, na tena unafanywa mbaya na hii fedha. Haleluya. Tunaposoma mahali hapo inatuonyesha kuwa ugumu wa tajiri kuingia au kupata ufalme wa mbinguni. Inatuonyesha ugumu wa tajiri kuingia au kupata ufalme wa mbinguni. Amen. Hapo Mathayo 19:22. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Mathayo mlango wa 19 mstari wa 22, nasema, yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Alisikia neno gani? Alipoambiwa na Yesu auze zile mali zake na apeane ile fedha, agawanya ile fedha, aliondoka kwa huzuni, na alikuwa ni tajiri. Kwa hivyo huo utajiri wake, it means hajaridhika na wala hana uaminifu na hayupo tayari kugawa na wenzake. Biblia inatuambia kwamba unapokuwa tajiri, basi na ujulikane kuwa uko tajiri kwa kugawa na kusaidia wengine, na pia kwa kumtolea Mungu, kwa kukumbuka madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Amina. Kuna utajiri aina mbili. Utajiri wa kwanza ni utajiri rahisi, mwepesi au usio wa uhalali ama usio wa haki. Na utajiri wa pili ni utajiri halali na utajiri mgumu. Huu utajiri rahisi unapatikana kutokana na tamaa na njia za mkato. Haleluya. Amen. Hiyo utaipata kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:3-5. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 3, inasema, mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna, wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya. Mstari wa 5, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao na walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Amen. Haleluya. Sasa huu utajiri rahisi ni kutumia njia ya mkato. Hapa inajaribu kutueleza kuhusu mafundisho ya ukweli na ya uongo. Watu wameingia katika mafundisho ya uongo. Mtu anaweza jionyesha kabisa anaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini haongozwi na Roho Mtakatifu. Amina. Anaweza kutabiria kitu fulani kwa sababu tu anataka nini? Anataka ile fedha. Hapo anapata utajiri rahisi ama utajiri mwepesi. Na anapofanya hivyo, si eti anakosa, huwa anapata watu wake wa kwenda mahali pale. Na watu wanapenda manabii sana. Akisikia nabii fulani amekuja mahali fulani, anaenda. Unaambiwa toa 10,000. Naona nyumbani kwako kuna shida hii na hii. Huo ni utajiri rahisi. Na hakuna shida. Anakuuliza, unapitia hili? Yaani ni kama sasa anakulazimisha. Unaumwa na kichwa? Unaumwa na tumbo? Mara zingine wengine watakubali, nasema naumwa. Toa 10,000 ili shida zikuondokee. Huo ni utajiri rahisi ama utajiri wa mkato, pasipo kujua ya kuwa wanayoyafanya hayampendezi Mwenyezi Mungu. Haleluya. Utajiri halali au mgumu au wa haki hupatikana na kufanya kazi kwa bidii kulingana na Biblia.
unapofanya kazi kwa bidii kulingana na maandiko, na uwezekano wa kupata ule utajiri halali au utajiri wa haki. Amina. Methali 16:8 inatuambia kwamba heri mali kidogo pamoja na haki kuliko mali nyingi pamoja na udhalimu. Haleluya. Amina. Tuangalie madhara ya utajiri rahisi, mwepesi au usio halali. Madhara ya utajiri rahisi, mwepesi au usio halali. Number 1, kuna adhabu. Kuna adhabu kivipi katika huu utajiri rahisi? Unapopata hizo pesa kuna adhabu. Katika huu utajiri rahisi kuna adhabu. Kwa mfano, tuseme labda huyu ni msichana, ametoka, hataki kufanya kazi, anaenda anauuza mwili wake, anapata pesa. Ama huyu ni mtu anakuja kanisani, lakini kwa sababu anaona ya kwamba yanayohubiriwa ama anayoambiwa na mtumishi wa Mungu hana imani nayo, anaingia katika mafundisho mengine ya kidunia. Anaenda anapata nini? Anatabiriwa, anaambiwa utapata hiki na hiki. Na tumeona ya kwamba hakuna pesa ambayo inakuja bure, lazima uifanyie kazi. Huyu mtu anaingia katika dini. Hii dini inamwambia unafaa kutoa mama yako kafara. Unafaa kutoa ndugu yako kafara. Unafaa kuua mtu fulani. Unapoua, kumbuka kuna adhabu. Haleluya. Amina. Auaye kwa upanga pia atauawa kwa upanga. Pointi ya pili, huondoa bidii na maarifa, upendo na huruma kwa wengine. Huu utajiri rahisi haujang'ang'ana, unaondoa ile bidii yenye ungefanya. Unaondoa yale maarifa, unaondoa upendo kwa wengine. Kwa sababu umepata hii fedha kwa urahisi, unaingia sasa unaanza kuua wenzako, unaingia sasa umeua mama yako, umeua baba yako, umeua ndugu zako. Imeondoa upendo na huruma kwa sababu ni fedha, unataka huu utajiri wa rahisi, una madhara yake. Pointi ya tatu, huleta majivuno na dharau kwa wengine. Baada ya hapo tutaangalia faida za utajiri mgumu. Katika huu utajiri mgumu una faida zake, ama halali au wa haki. Pointi ya kwanza, huleta baraka tele. Unapokuwa na utajiri halali ama utajiri wa haki, utajua kumtolea Mwenyezi Mungu, kwa sababu umeenda kulingana na maandiko. Unafanya kazi kwa bidii. Unapofanya hii kazi kwa bidii, unaenda kumtolea Mwenyezi Mungu. So huleta baraka tele. Amen. Huleta bidii, maarifa, upendo na huruma kwa wengine. Kwa sababu umeng'ang'ana, utajua kwamba mimi siku fulani nilipitia shida kama hii, nililala njaa. So inaleta ile huruma, unaanza kusaidia wenzako. Haleluya. Amen. Inaleta yale maarifa ya kufanya nini? Ya kusaidia wenzako. Haleluya. Unaposaidia wenzako, unapokuwa na huruma kwa wengine, unadumisha upendo kwa sababu ya huu utajiri mgumu ama utajiri wa haki. Pointi ya tatu, huleta unyenyekevu. Inaleta unyenyekevu. Huu utajiri wewe mwenyewe umeufanyia kazi. Mtu akifanyia pesa yake kazi mwenyewe huwa anaelewa. Lakini pesa yenye umepewa ya kupewa ama pesa yenye hujaifanyia kazi ngumu, umeona tu umepewa hii pesa, na ile pesa yenye sasa umeifanyia wewe mwenyewe kazi, umeitolea jasho, unakuwa mnyenyekevu. Haleluya. Ule unyenyekevu unakuwa ndani yake. Pointi ya 4, hurithisha ufalme wa mbinguni. Amina. Unapokuwa na huu utajiri mgumu, unaonyesha kusaidia wenzako, unaonyesha kufanya nini? Kuwa na maarifa ya kuleta upendo na wengine kupitia huo utajiri wako. Unarithi ule ufalme wa mbinguni kwa sababu umefanya nini? Umeutumia vyema. Lakini katika hizi utajiri zote na mbili,
inaweza kukosesha ufalme wa mbinguni pia. Amina. Na nini inasababisha kukosesha ufalme wa mbinguni katika hii utajiri mgumu? Ni kwa sababu ya kutoridhika na ya kutokuwa mwaminifu. Haleluya. Amen. Na kwa sababu ya kutofanyia kazi kulingana na maandiko, unaweza kukosa kurithi ufalme wa mbinguni. Iwapo hautautumia vyema. Umeng'ang'ana ndio, lakini usaidie wengine. Hasa umemea ile kiburi, umeanza kujionyesha kwa wengine. Haleluya. Amen. Inaweza kukosesha ufalme wa mbinguni. Unapokosa moja kati ya hizi, pesa itakuongoza, hii fedha itakuongoza. Unapokosa kuridhika, unapokosa uaminifu, hii pesa itakuongoza. Huu utajiri utakukosesha ufalme wa mbinguni. Haleluya. Ni kama ushauri kwa matajiri. Tusome Timotheo wa kwanza 6:17. Timotheo wa kwanza 6:17. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 17. Inasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune, wala wasiutumanie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Huyu ni Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba walio matajiri katika huu ulimwengu wa sasa wamtumikie Mwenyezi Mungu. Haleluya. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waangazie wasijivune, wala wasiutumaini utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tumtumikie kwa Mungu. Inasema Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi. Amina. Ili tuvitumie kwa furaha. Wamtumikie Mwenyezi Mungu katika hii hali ya utajiri. Wamtumikie Mwenyezi Mungu katika hizi pesa zao walizo nazo. Haleluya. Hiyo ni Paulo anamwambia Timotheo, wautumie vizuri huu utajiri. Tunapotumia huu utajiri vizuri, tutaurithi ufalme wa mbinguni. Amina. Hii fedha inaweza kukosesha mtu ufalme wa mbinguni. Tunamwona Lazaro na tajiri. Yule tajiri anajivuna kwa mali yake aliyo nayo, pasipo kujua kuwa yule aliye mnyonge siku moja anaweza kuinuliwa. Amina. Anaweza kubarikiwa. Huyu tajiri tunamwona kwamba anakufa. Anamwambia basi mwambie Lazaro aende atie ncha yake katika maji, aje aniekee kwa ulimi kidogo. Pasipo kujua majivuno yake, utajiri wake umemkosesha ufalme wa mbinguni. Amina. Haleluya. Amen. Na utajiri umetokana na nini? Umetokana na fedha. Tumeambiwa fedha ni mtihani wa uaminifu na kutimiza kusudi la Mungu. Amen. Ni mtihani wa uaminifu pale ambapo tutashinda. Roho Mungu anakuambia toa kitu fulani umsaidie mtu fulani ambaye ni mjane, lakini wewe unasema namsaidia kama nani? Haleluya. Amen. Kwa hiyo fedha yako uliojivuna nayo inaweza kukosesha ufalme wa mbinguni. Unafika pale mbinguni, yule mama mjane unamwona amelala katika kifua cha Abrahamu. Unaanza sasa kutamani akufanyie mambo mema, pasipo kujua kile kiburi cha fedha kilikufanya ufanye nini? Amina. Usimsaidie, na kinakukosesha ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Tusome Mithali 16:8 tukimalizia nayo. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Mithali mlango wa 6 mstari wa 18. Mlango wa 16, samahani. 16:8. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana mlango wa 16 mstari wa 8. Inasema, afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Kwa hivyo ni ushauri wangu wa kwamba uridhike na kile kidogo unachopata, ili ushinde hii fedha isikuongoze. Amina. Ili ushinde hii fedha isikuongoze, lazima uwe mtu wa kuridhika, lazima uwe mwaminifu, na lazima ufanye kazi kwa bidii ndiposa uipate hiyo pesa, na lazima haleluya. Amen.
Kabla niondoke, nitamalizia na kusema ya kwamba mtu hutawaliwa na pesa iwapo hafanyi kazi ili apate hiyo fedha, na iwapo haridhiki na kile kidogo ambacho anachopata na hayuko mwaminifu. Yesu anatuambia kwamba usipokuwa mwaminifu kwa kile kidogo, nani atakaye kukabidhi mali iliyo ya haki, ama mali yako yeye mwenyewe? Nani atakaye kukabidhi? Usipokuwa mwaminifu katika huyo bosi wako unayemfanyia kazi, nani atakaye kukabidhi mali iliyo halali au mali iliyo ya haki? Amina. Nitamalizia na hapo. Mbarikiwe na Mwenyezi Mungu. Napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha mama. Karibu mama yetu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Amen. Tusimame tu kwa miguu zetu, tamka tu chambo juu ya mwanangu Esther. Mungu asiti kumtumia, asiti kumuongoza. Tamka chambo, inua mikono yako juu, inua mikono yote juu, tamka tu chambo. Mungu wetu anakaa juu, inua mikono juu, ishara ya kusarenda. Tamka chambo, tamka chambo, tamka chambo. Mwambie Mungu asiti kumtumia zaidi na zaidi. Ni kijana anahitaji uwepo wa Mungu, anahitaji nguvu za Mungu, anahitaji neema